Akiwa na miaka minne ndipo alipopelekwa kusoma, kuanza masomo ya shule, na masomo yake alianza kawaida ya Waislamu ni kwamba mtu anapelekwa kujifundisha Qur'ani. Kwa hivyo alipelekwa kwenye maktab. Maktab ni mahali ambapo ilikuwa ni kama huku kwetu Afrika tunasema madrasa ya shule, lakini kule Irani na sehemu kama hizo wengine wanatumia neno ya maktab, yani ndio anajifundisha kusoma Qur'ani. Sasa alianza hapo akawa anajifundisha, na baadaye alianza akiwa na miaka mitano ndio alipelekwa pia masomo ya shule ya nini ya secular, ambayo alianza kusoma darasa la kwanza primary, na akawa ameendelea kwa miaka kadhaa. Lakini pamoja na hivyo masomo ya hauza, alipofikia darasa la 5 haya hauza, yani masomo ya kidini, hauza yani ni chuo cha kidini, ndipo baba yake wakawa wamemsisitiza na kumpendekeza akaanza pia kwa wakati huo akawa anaanza kusoma pia huko, anaendelea na masomo ya shule nyingine hii ya msingi, akawa ameenda na akawa anasoma pia kwenye hauza, na akaendelea masomo. Hauza ya kwanza ambayo alisoma ilikuwa kiitwa Suleimania, ndipo alipoanza masomo yake ya hauza, na aliendelea akawa amesoma. Na baadhi ya masomo ya hauza, baada ya kuwa kujifundisha, alifundishwa na baba yake mzazi katika baadhi ya masomo kama vile baba yake alimfundisha kitabu cha Lum'a ambacho ni kitabu cha juu, na pia vile vile alimfundisha Makasib ambacho ni kitabu cha juu zaidi ambacho katika hauza wanasoma, na pia walimu wengine ambao walimfundisha pia katika masomo ambayo alikuwa nayo. Sasa baada ya kuwa amesoma na kufikia kiwango kizuri pia mpaka kuingia katika bahthul kharij. Bahthul kharij ni darasa za juu, yani kama vile kwenye university tunasema masomo ya university, lakini katika masomo ya kidini ambayo ni hauza ni tuiseme ndio chuo kikuu ambacho mtu anasoma. Sasa anaingia katika masomo ya ndani mazito zaidi ya kusoma ndio aweze kufikia ijtihad, awe mujtahid na awe anaweza kutoa fatwa katika dini. Sasa alianza kusoma. Mwalimu katika walimu wake, alikuwa na walimu wengine, lakini mwalimu ambaye msingi zaidi alikuwa anasoma kwake alikuwa akiitwa Muhammad Hadi Milani.